Vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili niweze kukufahamisha na kuyafafanua yale ambayo yameendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ambayo ninayo siku ya leo ni kuhusu matukio. Kuna tukio liliweza kutokea katika msiba wa Kardinali Pengo, na msikilizaji, naomba tuliangazie siku ya leo ili tupate mwanga wa Watanzania kwamba unaelekea wapi. Na jambo hili msikilizaji, bila shaka limezua utata na limeleta maswali mengi katika mtandao, kufanya watu kutaka kujua kwamba ni sehemu gani sio bora ama ni kitu gani hakiendelei vizuri katika taifa la Tanzania. Sasa msikilizaji, kuna kipindi ambapo Padre Kitima alipata nafasi ya kufanya utangulizi wa viongozi waliohudhuria hafla hii ya kumuaga Kardinali Pengo, na kilichoshuhudiwa pale ni kwamba kama ilivyo tu protocol ama itifaki, Padre Kitima alianza na kuwatambulisha viongozi ambao wako madarakani sasa hivi, huku akianza na naibu wa rais pale Emmanuel Nchimbi, akaendelea kwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba, kisha akaendelea na viongozi wengine. Sasa kilichoshuhudiwa pale msikilizaji ni kwamba kipindi ambapo anaanza kuwatambulisha viongozi walioko madarakani sasa hivi kwa nafasi ya naibu wa rais ama makamu wa rais pale na Mwigulu Nchemba, hakujatokea shangwe kutoka kwa umati ulioweza kuhudhuria. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu. Asante sana mheshimiwa. Naomba nimtambulishe pia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu. Asante sana. Naomba niwatambulishe wastaafu wafuatao: Makamu mstaafu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Asante. Naomba nimtambulishe kwenu Waziri Mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba. Asante. Namtambulisha hafla hii. Sasa msikilizaji, hawa wanasemekana walipata ushindi kwa 99%. Ndo pia ambao hawakushangiliwa kipindi cha kufanyiwa utangulizi, yaani kama kila mtu hana haja na wao, alisimama tu na kuketi chini. Aliposimama mstaafu aliyekuwa makamu wa rais Bwana Philip Mpango, alipata shangwe na nderemo za kutosha kiasi kwamba alishindwa kuketi kwa wakati mmoja ama kwa ghafla. Ndio hivyo pia kwa kina Warioba na viongozi wengine wastaafu waliohudhuria kikao kile. Sasa
Hichi moja kwa moja kinakueleza kwamba wananchi wa Tanzania walipata nafasi nzuri ama walifurahia matokeo ya serikali zilizotangulia, na sasa hivi hawana imani na viongozi waliopo madarakani. Nafikiria swala hili msikilizaji, ndo liliweza kusababisha Bwana Nchimbi alipopata nafasi ya kuweza kuzungumza akaweza kusema kwamba hata na sisi, yani hata na wao kama viongozi waliopo madarakani sasa hivi watahitaji kujimutisha zaidi, ili pia siku moja wapate makofi, kwa sababu hawakupata siku hiyo, hawakusherehekewa. Kwa hivyo akaona kwamba yani watahitaji kupambana zaidi ili kuwa convince wananchi kwamba wanachokifanya ni chema na kwamba wanaliongoza taifa inavyofaa. Inaweza kuonekana kwamba alipingana na sera za Samia Suluhu kwa sababu, msikilizaji, nakumbuka kwamba Samia hajawahi kukiri kwamba kuna tatizo katika taifa la Tanzania. Hakuna hata siku moja amewahi kukubali kwamba kuna machafuko yalifanyika na kuna tatizo la ugomvi kwa serikali iliyopo ama viongozi waliopo madarakani na wananchi, kwa sababu ule msamaha haujawahi kutokea, ikizingatiwa viongozi hawajawahi kuchukua nafasi ya kuongoza na kusema kwamba hapa kulitokea makosa na makosa haya tumeyamiliki sisi na kwa hivyo tumeomba msamaha, na wakaweza kupeana mwafaka kwamba kuanzia sasa tutahitaji kuendelea mbele kwa njia hii na hii na hii. Hakuna kiongozi wa serikali ambaye ashawahi kukiri, hasa Samia ambaye ana nafasi kubwa katika serikali hii. Ni jambo bora kuchukua nafasi na kuongoza wenzake katika suala la kuomba msamaha na kusema kwamba tungeomba taifa lisonge mbele kwa utaratibu huu na ule. Lakini kila ambacho tunashuhudia ni kwamba hajawahi kukiri kwamba kulikuwa na tatizo, kuna tatizo sasa hivi na kutaendelea kuwa na matatizo iwapo hili halijasuluhishwa. Kwa sababu, msikilizaji, hatuwezi kusonga mbele tu bila kupata kuelewa kwamba haki ya waliodhulumiwa, walioumizwa, ambao wameshikiliwa bado na serikali hii, hatima yao ni ipi? Kwa sababu ikiwa kwamba tunaanza kusema kwamba tusahau na tuendelee mbele, tutakuwa tunahubiri kwamba maovu yatakuwa yanatokea na hamna kitu ambacho kinafanyika. Ikiwa una nafasi nzuri katika serikali, haina maswali, yanaweza yakashuhudiwa na maisha yakaendelea. Kwa ufupi, tutakuwa tunahalalisha uovu. Ikiwa, msikilizaji, uovu hauna adhabu, basi inamaanisha kwamba ikiwa wanaofanya maovu hawaadhabiwi, basi hakutaonekana na tatizo kushiriki katika kufanya uovu, na jambo hilo litafanya kwamba hata wananchi wenyewe wataanza kujishughulisha katika vitendo vya uovu, kwa sababu vinaruhusiwa na hakuna kinachotokea. Ndio kile ambacho nimeweza kuangalia kinachotokea hapa, msikilizaji. Sasa ambacho kimetokea ni kwamba naibu wa rais siku hii amezungumza sana kutofautiana na rais, kwa sababu bila shaka alikubaliana kwamba
hawakusherehekewa, na kwa hivyo kuna tatizo, kwa sababu wastaafu walisherehekewa na wenyewe hawakusherehekewa. Ina maana alikubali kuna tatizo na kuna kitu ambacho kinaendelea. Siku chache zilizopita aliweza kusikika akiwarai wananchi kuweza kuyasahau matukio ya Oktoba 29 na kuendelea na maisha yao. Bila shaka anaweza kuzungumza kwa sababu hana nafasi juu ya mkubwa wake ambaye ni Samia. Ikiwa Samia hajaweza kutoa maelekezo yale, atakapochukua nafasi hiyo itaonekana kwamba anataka kutofautiana ama kuleta ugomvi baina yake na Samia akiendelea hivyo. Lakini kila ambacho kimeliweza kujidhihirisha na akaweza kusema wazi kwamba kila mtu ana haki ya kuipambania nchi yake, hata ikiwa ni kwa chama tofauti ama ni kwa njia tofauti ambayo haiendeani na sera za serikali tawala. Kwa ufupi, alimaanisha kwamba kila mtu, hata Tundu Lissu, ana haki yake ya kupambania nchi yake kwa msingi ambao anaamini kwamba ni bora, kwa sababu nchi ni moja na watu ni wale wale. Ikiwa kila mtu ana sera zake, ina maana kila mtu analipambania taifa lake kwa njia tofauti, kwa sababu kuna tu kutofautiana kwenye sera. Kuna kuhisi kwamba hichi kingekuwa bora hivi na yule mwingine akahisi kwamba hapana, kingekuwa bora zaidi kama kingefanyika hivi. Wote hawa ni watu ambao wana nia nzuri na taifa, na kwa hivyo kila mtu analitetea taifa lake kwa njia ambayo anaona kwamba ni bora. Jambo hilo, msikilizaji, linaonekana kutofautiana na sera za CCM, kwa sababu wana CCM hawakubali mara nyingi kwamba kuna matatizo, lakini bwana huyu amekubali hapo matatizo. Na kila mtu ambaye anapambana kitofauti, kwa sababu anahisi kuna kitu tofauti kinaweza kukafanyika ili kuweze kuwa na Tanzania ambao ni huru zaidi au ni bora zaidi. Msikilizaji, nakukaribisha, endelea kutia subscription kwenye kituo chetu, endelea kutufuatilia maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu zinapotokea. Hakikisha kwamba unapata kujifahamisha na kupata uchambuzi wa kina wa kile ambacho kinaendelea. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninazidi kukupatia ufahamu wa kile ambacho kinatokea na matukio ambayo yanaendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Piga subscription.